Wengineko, majeshi ya Iran yameapa kutorudi nyuma hadi Marekani na Israel zitakaposhindwa kikamilifu. Kamandi kuu ya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeapa kutorudi nyuma hata kidogo hadi pale haki za kisheria za nchi zitakapopatikana kikamilifu na wavamizi, yani Marekani na utawala wa Israel, watakapokabiliana na vipigo na kuwakomesha katika eneo hilo. Msimamo huu umetolewa katika taarifa iliyotolewa jana Jumapili wakati Iran ikiadhimisha kumbukumbu ya kurejea kwa mateka wa vita wa Iran ambao walishikiliwa mateka wakati wa vita vilivyolazimishwa dhidi ya nchi hiyo katika miaka 1980 na aliyekuwa rais wa Iraq Saddam Hussein. Taarifa hiyo imesema kwa irada ya chuma pamoja na azma thabiti ya wananchi wavumilivu na wastahimilivu wa Iran, kamandi kuu ya majeshi inawahakikishia kuwa haitorudi nyuma kutoka kwa matakwa ya kisheria ya taifa hili na kiongozi mpendwa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Mojtaba Khamenei katika kuwakabili wavamizi wa Marekani hadi hapo maadui wa Kimarekani na Israel watakaposhindwa katika eneo hili. Haki ya taifa shujaa la Iran zitalindwa na adui atalazimishwa kusalimu amri, imeeleza taarifa hiyo ya kijeshi. Kwa kuungwa mkono na madola makubwa ya magharibi na ya kikanda, Iraq ilianzisha vita dhidi ya Iran mwaka 1980 kwa lengo la kuliteka jimbo la Khuzestan lenye utajiri wa rasilimali nchini Iran chini ya miaka miwili baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Wa Iran walishikamana chini ya uongozi wa mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Imam Khomeini na kuingia katika medani za vita ili kuwasukuma nyuma wanajeshi wa Iraq na kukomboa maeneo yaliyotekwa. Vita hivi vya kutisha vilimalizika mwaka 1988 kwa makubaliano ya usitishaji wa vita ambapo rais wa Iraq wakati huo Saddam Hussein alishindwa kufikia lengo lolote kati ya malengo yake na Iran na haikutoa hata nchi moja ya ardhi yake. Mnamo Agosti 17 mwaka 1990, utawala wa Iraq ulilazimika kuanza mchakato wa kuachiliwa kwa mateka na wafungwa wa kivita wa Iran kufuatia makubaliano ya kubadilishana mateka yaliyofikiwa mapema mwaka huo. Hata hivyo, wa Iran wanaona hali hii kama vile inarejea baada ya Marekani kuanzisha vita dhidi ya wa Iran, ambapo sasa wa Iran wanasema wao hawaturudi nyuma hadi waone kwamba Marekani na Israel zinashindwa kikamilifu katika uwanja wa vita. Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wenyewe kwa namna moja ama nyingine ni viongozi ambao hawakubali kushindwa hata siku moja. Na ndio maana wakati wote wamekuwa wakilazimisha kupeleka wanajeshi wao huko Mashariki ya Kati kwa ajili ya mapambano zaidi. Hata hivyo, jambo pekee lililopo wakati huu ni namna ambavyo wanatafakari jinsi ya kuanzisha mapambano kwa mara nyingine tena dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Baada ya vita vya siku 40 ambao wao walisema vitakuwa ni vita vya wiki mbili tu, vita hivyo vilichukua muda mrefu zaidi tangu Februari mwaka huu, na hata wakati huu imetimia miezi 6 bila ya mafanikio katika kile ambacho walikusudia katika mapambano yao dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa wanataka kurejea katika mapambano, lakini tathmini kubwa inafanyika ni nini ambacho wataenda kufanya kwa mara nyingine tena watakapoanzisha mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo kimsingi tayari imeshajipanga kwa muda mrefu na inaendelea kujipanga, huku jasusi wa Israel ukithibitisha kwamba sasa hivi wa Iran wametengeneza silaha nyingi za kijeshi na wamejipanga vilivyo kijeshi tofauti na vile walivyoona awali. Moja kati ya mipango ambayo ilitathminiwa na CIA ni kwamba pengine itachukua muda mrefu wa Iran kujijenga upya kijeshi, na hii ilikuwa ni moja kati ya mambo ambayo waliona kwamba ni faida kwao na wanaweza kuishinda mapema Iran. Lakini imekuwa tofauti kabisa kutokana na namna jeshi hilo lilivyojipanga tangu siku ya kwanza ya operation iliyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi yake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau ku-like, usisahau ku-comment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein.